Nikiwaangalia hapa wote naona kama nyie ni wawekezaji. Wangapi wana vibubu nyumbani? Kaela lakini? Kweli? Umeanza kuweka kibubu kuanzia lini? I'm putting an account. Uwekezaji kwa kifupi ni kuweka kitu kama hela, masomo ili uweze kupata kitu zaidi baadaye. Wangapi hapa wanataka kumiliki makampuni au wenyewe wana anticipate baadaye wakimaliza shule wawe wanaita nini? Wanaita wajasiriamali, wawe na makampuni yao wasiajiliwe. Wangapi? Okay, that's nice. Unataka umiliki kampuni ya nini specific? Napenda kumiliki kampuni ya kutengeneza magari. Okay. Ninatamani siku nimiliki kampuni ya agriculture. Najua wengi wenu mnapenda mkimaliza shule mmiliki makampuni. Ila mnajua kwamba mnaweza mkamiliki kampuni sasa hivi mkiwa wanafunzi. Najua mnaelewa kwamba nimalize shule, niweze kupata mtaji, ndo nimiliki kampuni. Ila soko la hisa la Dar es Salaam linatupa nafasi sisi kama wanafunzi, vijana kuweza kumiliki sehemu ya kampuni mkiwa kama wanafunzi. Kwenye hili soko la Dar es Salaam kuna makampuni 28. Haya ndo makampuni ambayo sisi kama vijana tunaweza tukamiliki. Kuwa mmiliki wa hizi kampuni unabidi ununue hisa za hizi kampuni. Mnaweza mkajiuliza, okay sawa, mimi sasa hivi naweza nikanunua hisa mimi nilivyo mdogo. Ndio unaweza, kwa sababu kwenye haya makampuni kuna hadi makampuni ambayo hisa zao zinauzwa shilingi 200. Mbona mmeguna? Kwa sababu watu wanaweza kufikiria niwe mkubwa ndio nianze kuwekeza. Hapana, kwenye haya makampuni kuna hisa zinauzwa 200. Wewe unataka kuwa mmiliki wa kampuni kwa shilingi 200? Sasa njoeni mwekeze na Wealth Capital Fund ili muweze kuwa wamiliki wa haya makampuni hapa. Faida ya kwanza ya kuwa mmiliki ni ongezeko la thamani. Ukinunua hisa kama nilivyowaambia, unaweza ukanunua hisa leo inauzwa shilingi 200. Labda hisa ya kampuni X inauzwa shilingi 200. Ukasubiri muda bei ikapanda mpaka ikafika shilingi 500. Bei ikawa mpaka shilingi 1000. Sasa ukaja, Belinda, mimi nataka ninunue hisa, niambie makampuni gani mazuri niweze kununua hisa. Nikakwambia okay, kampuni X hisa zake ni nzuri, zinafanya vizuri na zinatoa kitu fulani na kitu fulani. Ukanunua. Kama mwanafunzi unaweza ukakaa nazo hisa kwa muda mrefu, alafu baadaye ukiwa na uhitaji wa hela unaweza hizi hisa zako ukaziuza kwa bei ya juu zaidi kuliko ile bei ulionunulia mwanzoni. Faida nyingine ya hisa ni utoaji wa gawio. Ili gawio ni malipo ambayo yanatolewa kwa wanahisa wake pale ambapo kampuni inafanya vizuri. Tofauti ya kibubu na hisa, kibubu unaweka hela, unapewa 500 leo, unaweka shingapi unaweka. Hii hisa hii ukiweka hela, umelala, hela yako inajizalisha yenyewe. Faida nyingine ya hisa ni time saving. Ukiwekeza kwenye hisa inakupa wewe nafasi ya kutokuwa unafuatilia kila siku, okay, na hisa sehemu fulani zimefanya hivi, tofauti na kama ukiwekeza sehemu nyingine. Mimi kama mshauri wenu kama wanafunzi, ningependa kuwashauri kwamba hisa ni sehemu sahihi ya kuwekeza kuanzia leo. Kwa sababu nimekuwa nakutana na watu wengi ambao wazazi wao wamewafungulia hizi account wakiwa wadogo, anakuja kudai, anasema baba alinifungulia account ila nilikuwa sijui. Sasa nyie mmepata nafasi ya kuweza kujua kwamba kuna kitu fulani. Kwa hiyo ukirudi nyumbani unamwambia baba, bwana nimepata semina kuhusu hisa. Kumbe mimi naweza nikawa mmiliki nikiwa mdogo hivi, nisisubiri nimalize shule. Maana wengi wenu hapa wamesema unataka kufungua kampuni ya magari, agro business. Kwa hiyo najua mnaelewa kwamba mnaweza mkawa wamiliki wa hizi kampuni labda mpaka umalize shule, uweze kupata mtaji, ila kupitia hisa unaweza ukawa mmiliki wa kampuni ambazo zimewezeshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwenye kufungua hisa, kama mtu uko chini ya miaka 18 utafunguliwa account inaitwa minor investment account. Kama unavyoenda mzazi anakufungulia zile account za chap za NMB. Kwa hiyo kwenye hisa, kwa kuwa mtu yuko chini ya miaka 18
18 anaweza kafunguliwa account ya minor investment account. Wangapi hapa wako chini ya miaka 18? Mna bank account? Ndio, hapana? Okay. Sasa mkitaka kuwa wamiliki wa hizi kampuni mnabidi mfunguliwe account zinaitwa minor investment account, ambazo hizi account zinakuwa tu kama zile account za benki ambao zinakuwa chini ya usimamizi wa wazazi. Ila mkifikisha miaka fulani mnaweza nyie mkawa wamiliki wa hizo kampuni. Wangapi hapo juu ya miaka 18? 18 kwenda juu. Mna NIDA? Okay, sasa nyie mnaweza mkafunguliwa akaunti zenu wenyewe. Kwa hiyo kwa sababu mko kuanzia miaka 18 kwenda juu, mkawa na account inaitwa individual account ambao wewe unaweza ukawa unaweka pesa yako. Kama hauna simu, unaweza ukamconsult broker wako, ukafika hapa Wealth Capital Fund hapa Posta, tukaweza kukusaidia na kukuelimisha sehemu gani ambayo unaweza kuwekeza. Kwa sababu mtu unaweza kusema okay, kwa hiyo mimi kampuni zote hizi naweza kuwekeza. Ndio, unaweza kuwekeza. Ila kama kawaida mnajua kuna vitu ambavyo vinafanya vizuri na vingine vinafanya kawaida. Kwa hiyo ukija hapa sisi kwetu Wealth Capital Fund, tutaweza kukuelimisha na kukuelewesha sehemu gani sahihi wewe kama mwanafunzi unaweza ukawekeza. Najua wote mnatamani ile kwamba nimemaliza form 6 kabla sijaenda chuo nifanye labda issue fulani. Ila unaweza ukaanza sasa hivi ukawekeza, ukawa mmiliki wa kampuni, unakula zako gawio, wewe uko darasani, hela yako inakufanyia kazi. Amuoni kama hiyo ni kitu kizuri? Okay. Kwa hiyo karibuni kuwekeza katika hisa. Ni sehemu sahihi kabisa ya kuwekeza na faida zipo nyingi. Kiachana na hisa, kuna uwekezaji katika hati fungani. Hati fungani kwa Kiingereza ni bonds. Bonds ni kama mkopo. Kama kawaida wewe huna hela, unavoenda mtu kukopa, akikukopa anakuambia umrudishie nini? Umrudishie hela na nini? Sasa hii hati fungani ni kama mkopo. Ila unakopesha watu gani? Unakopesha serikali na kampuni binafsi. Kwa hiyo serikali ina miradi mbalimbali na ina namna inavyoweza kupata fedha. Mojawapo ni hii bonds ambazo wanakuwa wanatoa ambazo zinasimamiwa na BOT. Kwa hiyo hii hati fungani ni kama mkopo, wewe unakuwa unaikopesha serikali na unategemea kupata return. Ambao kama hivyo nimeuliza kwamba mkikopesha mtu unataka kulipa na cha juu, ile riba. Kwa hiyo hii hati fungani ni kama hivyo unavyomkopesha mtu. Tofauti ni kwamba unaweza ukamkopesha rafiki yako asikulipe. Kweli si kweli? Sasa hii hati fungani hii ya serikali, ukimkopesha serikali lazima ulipwe. Kwa hiyo hii ndio tofauti na mikopo mingine ambayo mmezoea kuiona kwamba hii ni ukikopesha serikali una uhakika wa kulipwa.